Mashayikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kif haluk? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Mashallah. Tazayyanta. Naam. Au mama yetu ndo leo kufanya ukapendeza namna hiyo. Hongera kwake. Barakallahu fik. Mashallah. Bila shaka mawjudu wa hadir. Naam, mawjudu wa hadir. Naam. Vipi? Mbona kama utabasamu kidogo la kulazimisha? Sababu umenipeleka mbali. Umenipeleka mbali. Eti ndio. Sababu inawezekana tumetumia nguvu wenyewe sisi. Sio kama kuna mtu mwingine alishuhudia. Shekhe. Mimi siamini hilo. Basi tu. Wanasema wenyewe kwamba popote pale unapokuta maendeleo, sasa basi ujue kwamba nyuma kuna mkono wa mwanamke pia. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wanandoa, ukimkuta amependeza, basi ujue kama kuna mkono wa mama kweli aliyefanya hivyo. Na hata ukimkuta mchafu pia lakini. Ndio. Na karibu sana katika mada yetu. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدكم احمدي الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة أمان متوم محمد صلى الله عليه وسلم. مساوي الأخلاق للعمال والتجار. موضوع yetu ni kubwa sana na inawezekana ikachukua vipindi tofauti tofauti, na leo nahisi kama tutagusa vipindi viwili kwa wakati mmoja. Tabia mbaya za wafanyakazi, watumishi wa umma pamoja na wafanya biashara. Pamoja na hisi kuna baadhi ya tabia wanashare na kuna baadhi ya tabia nyingine zinajitegemea. Na naomba ndani ya kipindi chetu hichi nianze na wafanyakazi au watumishi wa umma kwa ujumla. Katika baadhi ya maafa makubwa ya tabia mbaya za watumishi wa umma, bila kujali itikadi zao, bila kujali dini zao, nazungumzia kama vile mtumishi wa umma vile alivyo. Nukta ya mwanzo kubwa ambayo ndiyo ambayo inakuwa inasababisha kutokuwa na maendeleo. Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam alipobeba majukumu, alipotaka kubeba majukumu, قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Nijalie mimi, niweke mimi katika kutazama mapato au kwenye masala ya ardhi, kwenye kilimo. Inni hafidhun alim. Mimi akataja Mwenyezi Mungu sifa mbili za Nabiullah Yusuf alayhi salatu wasalam. Inni hafidhun alim. Mimi itakuwa ni mwaminifu, ni mwenye kuyahifadhi bila kuweza kufanya uharibifu wowote, lakini alim, mimi na ujuzi niliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika kitu ambacho tukizungumza cha mwanzo kabisa katika baadhi ya tabia mama ambazo zimekosekana ni al-amana, uaminifu wa majukumu mtu aliyopewa, aliyokuwa kapewa. Na ndio maana serikali zote duniani zimeshindwa kuzalisha watumishi waaminifu, zote sawa sawa, za Kiafrika, za Kizungu, za Kiarabu. Serikali zote zina shida, zimepata dhiki na wafanyakazi waaminifu. Mfanyakazi yoyote, mtumishi yoyote kwa sekta yoyote unayojua wewe ambao kawekwa, unawakuta ni wachache mno ambao wamechukua majukumu yale alafu wakawa na uaminifu wa pale alipokuwa kawekwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia kuhusu masala ya uaminifu na maeneo mbalimbali, tunaona katika sehemu kubwa kabisa alipokuwa akachukua madaraka Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, alitaja sifa mbili: sifa ya uaminifu na ujuzi wa sekta aliyokuwa kaekwa. Lakini tukiangalia kwenye Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam,
wakati huo ndio anaajiriwa na yule rajulu salih aliyekuwa katika mji wa Madiana. Qala Allahu ta'ala hikaya an tilka almar'a as-salihah, Mwenyezi Mungu anatuelezea kuhusu yule mwanamke mwema aliyemtaja Nabiullah Musa alayhi salatu wasalam kwa baba yake. Qala ya abat, qalat ya abat istajiru, baba muajiri. Kwa nini? Innahu khayra man istajarta alqawiyyu alamin, baba muajiri kuchunga wanyama kwa sababu nimemkuta alqawi, ana nguvu, alamin, tena ni mwaminifu. Kazi ya uchungaji ikatajwa quwa. Alqawi ni mwenye nguvu, pamoja nguvu inawezekana quwa albadania, ana nguvu za kiwiliwili, quwa almaanawiya, quwa alaqiliya, ana nguvu za kiakili, ana akili vizuri, lakini pia alamin, ni mwaminifu. Katika sekta zote tumeshindwa kulea, tumeshindwa kutafuta watu ambao ni waaminifu wakaweza kubeba majukumu katika eneo au katika sekta maalum, na hii ndio ikazalisha mambo mengi sana baada kukosekana uaminifu. Ya abati istajiru, muajiri. Kwa nini akataja sifa mbili? Alqawiyu alamin, mwenye nguvu na ni mwaminifu. Bali hata mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam, walipokuja watu walipotaka wakatuambia, ya Rasulullah, tupe sahabi mwaminifu, haki ya amana, ukitupa huyo hatutakuwa na malalamiko yoyote. Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam akamwambia, njooni baada ya salatul ghada, imma salatu dhuhri au salatul asri, nitakuwepeni mtu ni mwaminifu, haki ya amana. Watu waliposali, anasema Umar bin Khattab, nilitamani uongozi siku hiyo kwa sababu ya sifa iliyotajwa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aina Abu Ubaida Amir bin Jarrah, yuko wapi Abu Ubaida Amir bin Jarrah? Abu Ubaida akajitokeza. Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema maneno mashuhuri kabisa, akasema likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida, kila umma una muaminifu, na muaminifu tupu katika umma huu ni Abu Ubaida Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu wa jamii sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika kitu kikubwa sana ambacho kimekosekana ni kuwa na watumishi ambao hawana sifa ya amana, hawana sifa ya amana kabisa. Na hii ni moja katika sehemu kubwa, na hii inawagusa mpaka wafanyakazi pamoja, tukizungumzia watumishi. Nukta ya pili ambayo inaweza kama ikatumika, na pia inawezekana ni natija ya kukosekana amana, kutumia madaraka vibaya, kutumia cheo vibaya. Na mimi nazungumza maeneo mbalimbali tunavyoyaangazia. Nani aliyekuwa akusudia kumuua Nabiullahi Yusuf jela? Ni mwanamke, kafanya khiana yeye, lakini kwa sababu mume wake ni top azizu Misri, Qur'ani inatuambia kwamba waqala alladhi ishtarahu min Misra limraati akrimi mathwah, akasema ambaye ilikuwa ni askari mkuu wa majeshi kipindi kile, akimwambia mkewe, akrimi mathwah, kirimu huyu atatufaa, tutamfanya ni mtoto, lakini tunavyomzungumza kama yeye, huyu ndiye aliyekwenda kumchukua Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, akamtia jela, na anajua kwa yakini kwamba Nabiullah Yusuf hakufanya ile tukio, kwa sababu tunaona katika aya za Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia yeye mwenyewe alipokuwa ameona ule ushahidi akasema, Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in. Yusufu, haya mazungumzo ya stiri yaache, ni aibu.
Na wewe mke wangu, wastaghfiri li dhanbiki, taka msamaha kwa Mola wako, innaki kunti minal khati'in, ulikuwa katika watu wenye kufanya makosa mke wangu. Lakini huyu mke aliposema kwamba nitakutia jela, akala kiapo hasa kwamba nitamtia jela, na kweli akamweka jela mpaka Allah akajaleta faraja ya umma unamhitaji, na watu wameota, mfalme kaota ndoto nzito, Allah akazuia wafasiri wote wakashindwa, ikawa mfasiri Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam hapa ndio akatoka tena kuja uraiani, lakini dhulma ilikuwa tayari imeshafanywa. Kwa hiyo kutumia vyeo na madaraka vibaya. Ni wangapi wamewaambia watu nitakufunga na wamewafunga kweli? Ni wangapi wamesema nitakuua kaua kweli? Ni wangapi wamesema nitakuachisha kazi na kweli akamwachisha mtu kazi? Kutumia madaraka vibaya. Hili ni moja katika baadhi ya tabia mbaya nzito ambazo zinasema maendeleo yanashindwa kupigwa kwa haraka. Ndugu yangu msikilizaji, pamoja ndugu yangu mtazamaji, Nabii Yusuf alipobeba majukumu hakutumia vyanzo vya mapato vipya. Mapato yale yale, ardhi ni ile ile, lakini kwa sababu ya amana na kwa sababu ya ujuzi aliokuwa nao, Misri ikawa inauza vyakula mpaka nchi jirani. Njaa zimeingia maeneo mbalimbali, Misri haikuweza kupata njaa kwa sababu ya uaminifu aliokuwa nao, lakini na taaluma ambayo aliokuwa nayo. Lakini katika nukta ya tatu ni watu kuweza kuwekana wakati mwingine katika vyeo bila ya kuangalia vigezo. Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam asema, ja'alni ala khazaini al-ardh inni hafidhun alim. Akataja taaluma aliyokuwa kampa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mwanamke alimwambia Nabii Musa alayhi salatu wassalam, akamwambia kwamba ni mbora. Kwa nini? Al-qawiyyu al-amin, ana nguvu tena mwaminifu. Kwa maana hiyo, katika vigezo vya kuweza kumweka mtu katika ngazi, katika sekta, wakati mwingine kuna mtu amewekwa hana vigezo hivyo, hastahiki. Ndio utakuta kutoka maeneo mbalimbali katika baadhi wafanyakazi ambao wameingia bahati mbaya katika baadhi ya sekta, wameleta maafa makubwa. Mimi nizungumzie, kuna kipindi aliyekwa mtu katika sekta fulani katika utawala wa Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu, akawa hana sifa hizo, lakini Umar akawa na wasiwasi, akamuuliza Hudhaifa bin Yamani, katika watu ambao nimeweza kuwatawalisha na kuweka katika baadhi ya majukumu, kuna mtu ambaye hayuko vizuri au mtume kamtaja vibaya? Akasema wote umepatia isipokuwa mmoja tu. Akamwambia basi mimi nitamjua, na kweli muda mdogo tu akamtoa katika nafasi yake. Anasema Hudhaifa bin Yamani rahmatullah alayhi, kana kwamba nilimtajia jina. Pamoja na hivyo ilikuwa akisema rahimallahu, ilikuwa akisema Umar bin Khattab mara nyingi sana, rahimallahu Abu Bakari kana a'rafu birrijali minni, Mwenyezi Mungu amrehemu Abu Bakari. Abu Bakari alikuwa anawajua watu, kuwaweka watu katika station zao, katika maeneo yao, katika fakati zao, katika vitengo vyao. Hakuna ilikuwa anajua kama Abu Bakari baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi akimweka mtu sehemu ambayo anaona kama vile hajafiti, basi ilikuwa anamkumbuka Abu Bakar, sema rahimallahu Abu Bakari kana a'rafu birrijali minni, Mwenyezi Mungu amrehemu Abu Bakar, ilikuwa anawajua watu zaidi kuliko mimi. Kuwekwa watu sehemu ambazo hawafiti. Anzilu nasa manazilahum, waekeni watu katika maeneo yao, waekeni watu katika sekta zao, waekeni watu katika sehemu ambazo wanaweza wakaleta maendeleo katika eneo lile. Maeneo ambayo wamewekwa watu stahiki, wakawa na sifa ya amana, wakawa na taaluma ya kutosha, wakatumia vyeo na madaraka vizuri,
Wallahi maeneo haya yameonekana mazuri mno. Kwa hiyo katika sifa ambayo inawezekana ni mtu kujichomeka katika sehemu wala hana ujuzi nayo, na haya kayasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhiru saa. Jambo akipewa mtu ambaye hana ujuzi nalo, akipewa mtu jambo ambalo haliwezi, akipewa mtu jambo ambalo hana taaluma nalo, basi subirini kiyama. Na kiyama sio maana yake kuingia jua kupinduka, mbingu kupasuka, la, kuna vitu vitaharibika. Simameni, subirini vurugu zitakazojitokeza, na haya ni kwa sababu ya kuwekwa mtu ambaye sio stahiki. Na ndio maana mpaka imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi, la taqumu saa hatta yakuna as'ad an-nas luqa bil luqa. Kiyama hakisimami mpaka atakuwa mwenye furaha zaidi, mwenye cheo kikubwa zaidi ni luqa bil luqa. Luqa bil luqa ni mtu duni, mtu ambaye hana sifa. Bali Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasallam alipozungumzia katika inqilabul mawazin, kuwekwa watu ambao hawana taaluma wakati mwingine katika baadhi ya maeneo, hapo aliposema rajul wa yantiqu ruwaybidha, qala man ruwaybidha ya qala rajul tafih yatakallam fi shuuni al-amma au fi amri al-amma, kwamba ni mtu wa chini, mtu ambaye hana uwezo mkubwa, akawekwa akawa ni mzungumzaji mkubwa katika umma. Kwa hiyo katika jambo la mwanzo ni amana, lakini la pili ilmu ya pale ambao mtu ameweza kuwekwa, lakini vile vile kitu ambacho kimekosekana ni madaraka kutumika vibaya. Mara nyingi utakuta kuna maeneo tofauti tofauti mambo yanayofanyika mpaka una haki yako pia unaogopa wakati mwingine, lakini ambacho tunachokizungumza katika sehemu kubwa, haya ni moja katika baadhi ya matatizo au tabia mbaya ambazo zinawagonga au zinawashika wale ambao ni watumishi wa umma kwa ujumla. Maeneo yote bila kujali itikadi, kujali dini, yamekosekana kwao. Lakini vile vile katika baadhi ya masawi al-akhlaq ni mtu akafanya kazi kwa utashi, bimaana uzalishaji wake wakati mwingine hajui kile kiwango anacholipwa, kwamba ikiwa ule utumikaji wake ukawa upo chini ya uzalishaji vile anavyotakiwa, kwamba kile mshahara anaolipwa badala kwamba ilikuwa ni halali yake unakuwa ni haramu, kuna sehemu ya pato inakuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu anapeleka ile kazi anafanya kwa utashi wake. Inawezekana akaingia kazini masaa 3-4 cheza game, masaa 3-4 asoma magazeti, yaani ukakuta uzalishaji aliyokuwa ameambiwa atumikie. Inawezekana ndio baadhi ya nchi nyingine wewe unalipwa kwa vile unavyozalisha, lakini inawezekana baadhi ya maeneo yetu mpaka leo inawezekana waingia, wewe umeingia ofisini mpaka watoka umefanya nini hujui umefanya nini, lakini ndio siku umeshaingia, umetia saini ya kuingia, umetia saini ya kutoka, umefanya nini, haya kuhusu. Kwa hiyo ile intaji, huna wafanya kazi kwa utashi, bali inawezekana wakati mwingine wewe umehudhuria tu kwamba uwepo. Na ndio maana Abul Mundhir mara nyingi kiingia redioni hapa anasema maujudu wa hadhir au maujudu, basi upo na umehudhuria kimwili na kiroho, au upo tu na mwili wako. Na mimi nadhani nilikuwa anapelekea mbali, mara nyingi kifaa mpaka nijitahidi nichekecheke ndio inaonekana kama ni maujudu wa hadhir. Naona kwa hiyo kuna mtumishi anaingia kwenye sekta yake, yupo kwa mwili wake, lakini kinachozalishwa siku ile basi ni kwa wiki, ni kwa siku, ni kwa wiki mbili, ni kwa mwezi. Inawezekana hakilingani na posho anayochukua. Na hiyo wanasema wanachuoni karibu wote bila khilafu, ukiwa umeajiriwa kuna intaji watakiwa uifanye, alafu wewe ukawa unafanya kwa utashi tu, leo wajisikia, leo hujisikii, leo wafanya, leo ufanye,
ule mshahara kuna sehemu ya kile kipato kinakuwa ni sehemu ambayo ni haramu, inakuwa unakula chumo ambalo sio la sawa. Na katika kitu ambacho ni cha ajabu sana kwa watumishi, sehemu ambayo ni kubwa sana, na hii inawagusa wengi sana, na wengine ambao hasa ambao hawana imani, kudharau watu wa kawaida. Dharau. Mwenyezi Mungu amekuweka hapo, inawezekana kwa hekima maalum. Kila aliyekuwa yuko katika sekta maalum anajisahau yule aliyekuja pale, kwamba inawezekana Allah kamleta katika mashida zake alizokuwa nazo kwa kukuhitaji wewe, kwa kuta kuna kitu ambacho kinakosekana sana. Mimi wala katika jambo la ajabu ambalo ninaweza kuliona ni mtu kuwa amepewa majukumu alafu akajiwa na mtu wa kawaida alafu akakosa kumheshimu. Inawezekana kamzidi umri, inawezekana katumikia nchi au katumikia taasisi muda mrefu hata kukuliko wewe, ameanza kutumikia kwenye kipindi kigumu hata kabla hujazaliwa, lakini anakujia pale anakutajia mambo mawili matatu. Inawezekana wala hahitaji shida hizo uzitatue wewe binafsi, unazitatua kwa sababu ya nafasi ambayo umepewa, Allah akakuweka, lakini ikakosekana heshima ya maneno, heshima ya mapokezi, heshima ya kutatua tatizo lake. Na takriban katika sehemu kubwa sana inawezekana kwamba tuna haja kubwa sana katika maeneo mbalimbali, taasisi zetu za kidini, kama ni watumishi wa kidini, taasisi za kiserikali, sekta za serikali, kuweza kuwaweka watu ambao wamepikwa vizuri kuweza kuwatumikia watu. Mimi nakumbuka katika baadhi ya matukio ya ajabu, Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu alipowekwa yeye kuwa ni mtawala, alikuwa akiwatumikia watu mpaka usiku, mpaka kuna siku kamkanyaga mtu msikitini kwenye kiza, anamwambia hal anta ama, je ni kipofu? Umar bin Khattab akamwambia la, kisha akaondoka. Waliokuwa nyuma kataka kumpiga, akamwambia hapana, msimpige, kaniuliza tu huyo. Sema hapana, dharau. Hapana jamani, hilo ni swali tu, hal anta ama, je ni kipofu? Nikamwambia hapana, mimi si kipofu naona. Kwa nini mumfasiri vibaya? Haya tunaweza kuyapata katika sura hii ya baadhi ya watu ambao walikuwa wanaotumikia umma, na namna gani walivyokuwa wakiwaheshimu, walivyokuwa na uaminifu, na walivyokuwa na taaluma, lakini walivyokuwa pia wakitumia madaraka yao vizuri. Mimi katika tukio la kutumia madaraka vizuri, nakumbuka siku moja Umar Khattab amekaa, akapita ngamia kanenepa vizuri, ama farasi kanenepa vizuri, ana afya kuliko wanyama wote pale Madina. Akauliza ule pale ni wanani? Akamwambia yule ni wa mtoto wako Abdullah ibn Umar. Akamwambia Abdullah, hebu njoo, huyu farasi au huyu ngamia unamlisha wapi? Asema mimi namwachia kama wanavyoachia watu wanyama wao. Akali nyingi sana za Waislamu, kila anapofika anapewa chakula, sema hivi, huyu ni mtoto, ni mnyama wa mtoto wa waumini, huyu ni mnyama ambaye mmiliki wake ni mtoto wa Umar bin Khattab, anaheshimiwa mpaka kanepa kama hivi. Kwa leo huyu mnyama muuze, amekula vyakula ambavyo sio sawa. Ikasemekana kwamba akamuuza, alafu akapiga thamani ya yule mnyama, thamani nyingine iliyobaki akaingiza katika Baitul Mal Muslimin, kwamba hii ni mali za Waislamu ambazo mnyama amekula. Kwa nini amekula? Kwa kupitia cheo. Au tukiangalia katika zama za watu walioadhibiwa kipindi hicho, kuna mtoto wa Amr bin al-As akiwa Misri, wameingia kwenye mashindano ya wanyama kama ni farasi kipindi kile. Mashindano haya kuna zawadi ambayo imewekwa au hakuna, lakini alakula ameingia kwenye mashindano. Mtoto wa Amr bin al-As akapitwa, akashindwa. Aliposhindwa akaenda akampiga
mtu wa pale wa chini ya tabaka ya chini akampiga kofi, akamwambia maneno mengi yanatoka katika historia, lakini akamtandika makofi. Ambapo kwani hujui kama ni mtoto Ibn al-Akramin? Baba mtu akapata taarifa hivyo alivyofanya sio sawa, na mtawala wa Kiislamu hawezi kukubali eti kwa kuwa baba yake ni mkuu wa mkoa huku Misri afanya hivyo. Nenda akamchukua mwanae mpaka na kwa Umar al-Khattab, akaenda akazungumza hivyo, kaandikwa barua, wakaletwa. Walipoletwa ikasikizwa kesi, ikaonekana mtoto wa mkuu wa mkoa akafanya vibaya. Umar al-Khattab akamwambia mpige huyo mtoto, pige vile alivyokupiga. Akampiga, alipomaliza mpige ambaye mpige na babake. Akamwambia Amir al-Mu'minin, alonipiga ni huyu mtoto. Sema hapana, umepigwa na cheo cha huyu baba. Huyu mtoto kama babake asingekuwa na cheo asingekupiga. Mpige na baba yake huyu, pige. Akamwambia Amir al-Mu'minin, alonipiga ni mtoto. Basi yakaisha. Lakini akamwambia ayuhan nas matasta'batumun nas, lini mmeanza kuwafanya watu ni watumwa wakati wamezaliwa ni waungwana? Kwa nini mmeamua kuwafanya watu ni watumwa wenu wakati wamezaliwa watu wakiwa ni waungwana? Hii inaonekana picha nzito kabisa ya watumishi namna gani wanavyotumia vyeo vyao tangu huko zamani mpaka leo. Lakini walipokuwa wamepatikana viongozi ambao wapo vizuri, wanaoweza kuwashika watu, basi inaonekana ni sehemu moja nzuri kabisa ya kuweza kuwajibisha na makosa ambayo wameyafanya. Na ndio maana mimi mara nyingi sana katika baadhi ya vitu ambavyo nikipanda kwenye mimbari, hata nikiwa katika radio kama hivi, huwa napenda sana kuombea uongozi, hasa kumuombea kiongozi wetu wa nchi Dr. Mama Samia Suluhu Hassan kwa mengi mazuri anayoyafanya, lakini vile hata kuona wakati mwingine kwamba anavyowajibisha watu ambao inawezekana wanakwenda vibaya katika kuwatumikia umma. Tunavyoona alivyokuwa na huruma, kuna mambo mbalimbali mazuri ambayo tunaona huruma yake kwa raia ambao wanaoongoza. Ila wakati mwingine kuna baadhi ya wengine ambao inawezekana hawajijui, kapewa majukumu hajijui, anaishi kama vile kapewa, amependwa, kumbe amepewa watumikie watu, alafu akatumia majukumu yake vibaya, akatumia nafasi yake vibaya. Vile vile inawezekana akakosa hata njia ya uaminifu. Mimi nimalizie katika hili, watumishi wengi sana baada ya posho ya mshahara ajiona mjinga sana kama hata tafuta njia za uwizi, akaiba fedha ili afanye mambo yake mengine. Na watu wasawa wanaanza kupeana michongo, hasa ukiwa hapo njia za kumichongo, ufanye kadha uweze kuingiza. Ndio utakuta viongozi wengi wanapata shida wakati kuingiza fedha nyingi, lakini alafu unakuta zinabaki mifukoni kwa watu. Naomba nishie hapa, tukutane biidhnillah taala katika kipindi kitakachofuata, na inawezekana tukawashika wafanye biashara na wao ya kwao waliokuwa nayo kama wao. Dumtum ala khair wa jazakumullahu khaira.